Diladi. Asante. Karibuni. Asante. Shikamoo Dalili. Habari za nyumbani? Nyumbani wewe acha tu. Karibuni sana. Asante kabisa. Dalili, tunakuona si hapa tuna shida. Shida gani? Shida ile tukuta. Mwanangu Diladi. Vipi? Freshi. Kama kaa. Vipi brother? Makubwa. Shida nini? Maana huyu mtu wa masiala sana huyu. Tukikutana kule, maana jambe, maana afanye hivi. Basi yani naanza na unamzoea yani. Ndugu yangu aongea. Tangia lini? Sio muda tu. Na tatizo lilitukuta. Tulikuwa tunatoka nyumbani. Tunaelekea kijiji jirani kwa dada. Si unanielewa? Ndio. Kufika pale bondeni wanapolima mipunga pale. Kule kuna mipunga mingi? Napapata kule. Sehemu ile sasa. Tumekutana na yule mdada. Na yule mdada alinifanyaga mimi mpaka nikaa naumwa tatizo la mkono kama unakumbuka. Nakumbuka. Nilikutana naye mara ya pili sasa. Katuambia hakuna kuondoka kijijini, rudini mlipotoka. Tukakataa tukabisha. Unajua kakaangu kidali. Kubishabisha akatupiga simu shoti rafiki yangu. Kaja akatunyanyua, tumeenda juu tumetua chini. Yaani hapa yenyewe hatuelewi, ndio kama hivi. Aliposhuka tu kakaangu haongei chochote. Kwa hiyo naombeni msaada wenu ndugu zangu. Kwa msaada wa kumweka hapa, mimi naona kama vile tutakuwa tunaongeza tatizo. Sasa Deladi, inabidi wachukue hao, wapeleke kule mpaka kule. Nasikia kuna mganga kule anatibia vizuri. Si kule ambapo tunapoenda kukata kuni kule, yani karibia na mpaka kule. Pale mpaka kijiji. Kule pale mimi napajua pale. Poleni sana ndugu zangu. Mpeleke kule. Basi sawa.